Ubarikiwe sana madam kwa kutufungulia kwa ombi. Madam Reka Rimbe, Mungu akubariki kwa huduma ya nyimbo ambayo imetubariki asubuhi ya leo. Niwakaribishe ndugu zangu katika mwendelezo wa kipindi chetu cha kurudisha thamani iliyopotea. Kurudisha thamani iliyopotea. Na maandiko ni yale yale ambayo tunaendelea kusoma. Fungu letu kuu linalotuelekeza kitabu kile cha Wakorintho ya kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu? Hekalu, miili yetu ni hekalu, ni patakatifu, na usisahau hilo. Miili yetu ni zaidi ya nyumba, ni zaidi ya jengo la ibada. Sisi katika hekalu lile, miili yetu ni patakatifu pa patakatifu. Hicho ndicho kinachozungumzwa mahali hapo katika Wakorintho. Na jana tulikuwa tunaangalia kitu kingine kinachopatikana katika patakatifu pa patakatifu. Tuliangalia amri 10 za Mungu. Zilikuwa katika ile sanduku la agano. Amri 10 za Mungu zilikuwa mahali hapo. Na tukaona amri 10 za Mungu, mbao 2 za amri 10 za Mungu ilikuwa ni kumbukumbu ya maagano yale tulioagana sisi na Mungu wetu. Ilikuwa ni kumbukumbu ya maagano yale tulioagana na wanadamu wenzetu. Lakini amri 10 ilikuwa ni kumbukumbu kwamba kuna hukumu. Tusisahau kwamba kuna hukumu. Kuna tukumbusha tunapotenda mambo yote katika ulimwengu huu, tunapofanya jambo lolote tukumbuke kwamba litaletwa hukumuni. Amri 10 zilitukumbusha kwamba kuna siku tutaamka kukiwa kumebadilika, dunia ikiwa imebadilika kabisa. Milima imetikisika, majengo yameporomoka, hali ya anga imebadilika. Mfalme wa wafalme anakuja kuhukumu ulimwengu na wakazi wa ulimwengu. Kwa ndugu zangu, amri 10 zitukumbushe jambo hilo. Lakini amri 10 zilitukumbusha habari ya haki, kwamba Mungu ni wa haki, haonei mwanadamu yeyote, atahukumu kwa haki. Maneno yetu na matendo yetu, hakuna hata moja atakaloliruka, maana ni mwenye haki. Hata muonea mwanadamu yeyote, wala hata mpendelea mwanadamu yeyote. Kwa hiyo amri 10 zilitukumbusha hilo jambo. Leo tuangalie jambo jingine. Jambo la 4 lilokuwemo katika sanduku la agano. Ndani ya sanduku la agano kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipuka. Na mada ndogo ya leo inasema muujiza usio wa kawaida. Muujiza usio wa kawaida. Huu muujiza ni wa kuchipuka kwa fimbo ya Haruni. Niwalike tuombe, tufungue kwa ombi tunapoanza. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Asubuhi ya leo natamani tena kuzungumza nasi kwa njia ya neno lako. Tafadhali nitumie tu kuliwasilisha neno hili, moyo wangu kaelewe kile ulichokusudia, na mioyo ya wasikilizaji wakatambue kile ulichokusudia. Si kuelewa tu, bali tukatendee kazi yaliyo mapenzi yako. Tunaomba utupatie usikivu, maana tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Habari hii utaipata katika kitabu cha Hesabu sura ya 17 na ule mstari wa 16 hadi wa 11. Hesabu sura ya 17 mstari wa 16 hadi wa 11. Utasoma kwa wakati wako. Lakini sikiliza, chanzo cha kisa hiki ni wapi? Kabla hujasoma Hesabu sura ya 17, nikupatie muhtasari kidogo wa chanzo cha kisa hiki. Kitabu cha Hesabu sura ya 16 ndicho chanzo cha mgogoro huu na tukio hili la kuchipuka kwa fimbo ya Musa. Hesabu sura ya 16 kulitokea manunguniko kati ya utawala wa Musa na Haruni na baadhi ya watu walioinuka kupinga utawala huo, akiwemo mtu mmoja aliyeitwa Kora, Dathani na Abiram. Hawa watu watatu waliwashawishi wana wa Israeli ili wadai kwamba Musa na Haruni sio kwamba wao ndio watakatifu peke yao. Kwa hiyo
wakasema hata sisi wengine, mkutano mzima wa Israeli nao ni watakatifu. Kwa nini Musa na Haruni peke yake? Na wakasema tunataka na sisi Bwana azungumze nasi, atutumie na sisi. Mnafahamu hicho kisa wapendwa, nisichukue muda sana kukieleza. Ndipo Mungu akamwambia Musa, nikusanyie mkutano wote. Wakakusanyika, na Musa akawaambia walio upande wa Kora, Dathani na Abiram waende upande wao, na walio upande wangu waje mahali hapa. Na kwa hiyo wakakusanyika watu wote mahali pale. Musa akatoa wito, wanaoamini kwamba Mungu ametuita tu mimi Musa na kuhani Musa na kuhani Haruni aliyekuwa anamsaidia Yesu. Waamini hivyo na waje upande huu. Wakaenda upande ule mkutano, na wengine wakaenda upande wa Kora na Dathani. Biblia inasema muujiza wa kwanza ukatokea, ardhi ikapasuka. Waliokuwa upande wa Kora na Dathani na Abiram wakamezwa na ardhi mahali pale kabisa, wakamezwa na ardhi ikafunika. Mkutano wote wakaogopa, wakatetemeka. Kama ilivyo kawaida ya mwanadamu, likitokea tukio kubwa huwa wanaogopa. Na kama Yesu angekuwa anakuja nyakati za matukio, watu wengi wangeenda mbinguni, maana nyakati za matukio watu wengi sana huwa wanaogopa. Yametokea majanga ya magonjwa kama vile kipindi cha Uviko 19, watu walikuwa na hofu na watu wengi walijitakasa sana. Imetokea nyakati za ajali mbaya, imetokea watu wengi huwa wanaogopa na wanakuwa wanyenyekevu. Nyakati za misiba, watu wanapokuwa misibani ni wanyenyekevu, wanaogopa. Lakini angalia, wanapotoka pale wanaendelea. Kama ni zina wanaendelea, kama ni wizi wanaendelea, uongo wanaendelea, hofu inatoweka. Kwa hiyo hata hawa wana wa Israeli walipoona tukio la Mungu alivyowapiga Kora, Dathani na Abiram na mkutano waliokuwa upande wao, wakatetemeka. Habari inasema baada ya siku kadhaa wakasema, msitutanie, hata sisi tunataka tuseme na Mungu wetu. Wakarudia tena yale ambayo Mungu alikuwa amewaadhibu kwayo. Ndipo kisa kinasema sasa, wakamwendea Musa wakamwambia, Mungu hajamchagua Haruni na ukoo wake, wao ndio wao makuhani. Mnakumbuka ndugu zangu, Mungu alikuwa amemchagua Haruni na ukoo wake, ukoo wa Lawi, hao ndio wao makuhani. Lakini wakasema hapana, hata sisi tunaweza tukawa Walawi. Mungu akasema hao watu wana kiburi, nitawaua na wataisha wote. Alichokifanya sasa, sura ya 17 mstari wa kwanza, nilikuwa nakupa utangulizi kidogo, mstari wa kwanza hadi wa 5. Mungu akamwambia Musa, nichukulie makabila yote 12. Chukua kila kabila, umchukue kiongozi wa kabila, kichwa cha kabila. Halafu huyo katika kabila moja achukue fimbo moja, maana yake ziwe fimbo 12. Hizi fimbo 12 mziandike majina, kila fimbo andika jina la kiongozi wa familia. Wakafanya hivyo, kila fimbo wanaandika kiongozi, labda wanaandika Biene, fimbo nyingine labda Musa, fimbo nyingine Juma, fimbo nyingine, hivyo hadi makabila 12. Halafu Mungu akamwambia, zichukue hizo fimbo zipeleke patakatifu katika hekalu. Halafu asubuhi, nisikilize mpenzi msikilizaji wangu, asubuhi kutakapopambazuka, fimbo mtakayoikuta imeota, imechanua. Nadhani ninaposema fimbo, msikilizaji wangu unanielewa. Fimbo ni kipande cha tawi la mti kilichokatwa na kimekauka, kimekaa muda mrefu, hakina uhai ndani yake, kimekwisha, hakina maji ndani yake, ni kikavu, hakina matumaini. Mungu akasema fimbo mtakayoikuta imechipuka, imeleta majani, hiyo ndio itakuwa fimbo ya mtakatifu, ya kuhani niliyemchagua. Wakaandika majina, wakaziweka zile fimbo zao katika hekalu, na Musa akaziweka mahali pale. Asubuhi kulipopambazuka, msikilizaji wangu, wakakuta fimbo ya Haruni imechipuka. Sasa sikiliza kitu hicho kishangaa. Imeleta majani ndani ya usiku mmoja, imeleta maua ndani ya usiku mmoja, imezaa na matunda ya milozi ndani ya usiku mmoja, na zile fimbo 11 zimebaki zikiwa kavu kama Bwana alivyosema. Ndipo taifa lote la Israeli wakakiri, wakasema, hakika Mungu alimchagua Haruni kuwa kuhani wake. Na kuanzia mahali hapo
taifa la Israeli wakaamini ukoo wa Haruni, ukoo wa Lawi, kabila la Lawi, hao ndio watakuwa makuhani na Haruni mwenyewe na familia yake watakuwa viongozi wa makuhani. Kuna jambo la kujifunza mahali hapo. Nimekupa historia kidogo, utaisoma katika Hesabu 17 mstari wa kwanza hadi wa 11 mahali nilipokuonyesha mahali hapa. Kuna vitu ambavyo nataka tujifunze mahali hapo. Ndugu zangu, jambo la kwanza ambalo naomba uondoke nalo katika ibada ya leo, Mungu akishamchagua mtu, sikiliza, Mungu akishamchagua mtu, hata kama ungepambana naye kwa namna gani, hauwezi kuondoa kibali cha mtu kwa mwanadamu huyo. Hawezi kuondoa kibali hicho. Na mimi nikutie moyo, wewe uliyechaguliwa na Mungu leo, kibali chako hakiondolewi na mwanadamu. Watapambana kuhakikisha wanaua kibali chako. Hawawezi kuondoa. Mungu akishasema ukoo wako utachipua tu. Mungu akishasema ndoa yako itachipua tu. Nisikilize mama uliyeko mahali hapa. Mungu akishaichagua ndoa yako, watapambana sana makahaba, watamdanganya sana mume wako, ataondoka sana siku 2-3, ataondoka sana mwezi mmoja, lakini nataka nikwambie, ndani ya usiku mmoja ndoa yako itachipua tena. Ndani ya usiku mmoja ndoa yako itazaa matunda tena. Ndani ya usiku mmoja mume wako atarudishwa. Amini hilo katika jina la Bwana. Kilichochaguliwa na Mungu, hata kama kingekauka, fimbo ya Haruni ilikuwa na yenyewe ni kavu, sio kwamba ilikuwa ni mbichi, hapana, ilikuwa ni kavu kabisa, ambayo haina maji, ambayo haina mizizi. Ndani ya usiku mmoja taifa la Israeli lilishangazwa. Nami nakuombea asubuhi ya leo, Bwana akawashangaze watu, wakaone jinsi ambavyo biashara yako itachipua, jinsi ambavyo ndoa yako itachipua, jinsi ambavyo afya yako itachipua. Watu walizoea kukuona unajisomba kwenda Benjamin, Muhimbili, mara India, lakini kwa jina la Bwana, kwa imani yako ukimwamini Bwana, afya yako itachipua kama fimbo ya Haruni. Lazima ichipue. Jambo la pili ambalo natamani tujifunze kutokea mahali pale, sikiliza. Kadiri unavyoongeza manunguniko kwenye maisha yako, ndivyo mambo yako yanavyozidi kuwa makavu kama fimbo za yale makabila 11. Sikiliza, haya makabila 11 walikuwa wananungunika sana. Musa ni nani? Musa ni nani? Na mimi niwaambie, amini usiamini, kwa kadiri unavyozidisha manunguniko na roho mbaya kwenye maisha yako, ndivyo mambo yako yanavyozidi kuwa makavu kwenye maisha yako. Jaribu tu uone. Wako watu waliojaribu, wananungunikia watoto wa majirani, wana roho mbaya dhidi ya watoto wa majirani. Kwa nini wao wanafaulu? Kwa nini wao wanaolewa? Kwa nini mimi wa kwangu wapo tu nyumbani? Nisikilize mama uliyepo mahali hapa leo. Kadiri unavyoonea wivu mambo ya wengine, ndivyo mambo yako yanavyozidi kuwa makavu. Ukitaka mambo yako yachipue, weka roho nzuri katika maisha yako. Acha roho ya korosho. Acha roho iliyojikunja. Furahia mafanikio ya wenzako. Kuna watu ni wataalamu sana wa roho mbaya. Hata ukivaa vizuri wananungunika. Ukijipaka marashi mazuri wanasema marashi yenyewe ni kama ya marehemu. Waache watu wapendeze. Waache watu wanukie. Ukiona watu wanatembea wawili mume na mke, roho inauma. Tutayaona, kwani vina muda, tutaona, vitaisha tu. Acha roho mbaya. Unavyoona roho mbaya kwa ndoa ya wenzako, ndivyo ndoa yako inazidi kuwa kavu. Ili asubuhi ya leo mambo yako yachipue, acha roho mbaya. Na dunia ya leo, niliwaambia mahali fulani, nilikuwa naongea na daktari mmoja ananiambia, siku hizi magonjwa ya pressure na visukari na kuparalyze, zamani tulijua ni magonjwa ya mtindo wa maisha, kwamba watu wanakula vibaya, wanakunywa vibaya. Yule daktari akaniambia, sasa hivi kuparalyze na pressure kuna vyanzo vikubwa viwili vinavyosababisha hayo mambo. Chanzo cha kwanza, akasema, ni watu wenye roho mbaya. Kwa kadiri unavyokuwa na roho mbaya, unakuwa na msongo wa mawazo. Yaani haulali kwa sababu ya fulani amejenga nyumba. Hauwezi kusinzia kwa sababu fulani ameoa, ameolewa. Hauwezi kulala usingizi kwa sababu fulani amefungua duka. Lazima pressure ikutandike, lazima uparalyze. Kwa hiyo akasema, watu wangejua kawa na roho nzuri zilizo safi, basi wangepunguza asilimia kubwa ya kupata magonjwa kama hayo. Ndio maana Daudi anasema, Bwana uniumbie moyo mpya, ifanye roho iliyotulia ndani yangu. Mwambie Bwana akupe roho iliyotulia. Acha watu wafanikiwe, acha watu wastawi, punguza roho mbaya. Lakini akasema chanzo cha pili cha magonjwa kama hayo, anasema ni kuwa na madeni mengi.
Madeni mengi. Leo madeni yanaleta kuparalyze, yanaleta pressure, marejesho kila kona. Mtu anacheza majina 10. I say utaparalyze. Mdomo utaenda pembeni muda sio mrefu. Punguza. Na ndipo akasema jambo la tatu analifanyia utafiti. Kwa hiyo akaniambia hili sija confirm lakini nalifanyia utafiti. Jambo la tatu linaloleta magonjwa kama hayo, akasema ni kuwa shabiki wa mpira, shabiki aliyepitiliza. Timu yangu kule inasemaje kule? Vipi kule ngapi? Yaani uko kazini roho inadunda kule ngapi? Jamani vipi? Wamefungwa. Utakufa kwa pressure. Achana na mambo hayo. Hilo sio somo langu. Ilikuwa tu ni wazamini walikuwa wanaingia hapo. Lakini mada yangu ni hii, ili mambo yako yastawi, punguza kuwa na roho mbaya. Furahia mafanikio ya wenzako. Mtu mmoja nikasikia anasema kuna watu wanajifanya ni wajane. Wajane wapi? Wajane wananawiri hivyo. Mjana anabadilisha nguo kila mara. Wewe ulitakaje? Kwamba yeye baada ya kufiwa ndio achakae sasa, ndio haribikiwe sasa. Akipendeza tayari watu wameshazungumza, ana wanaume, ana nani. Sikiliza, wako watu hawatunzwi na wanaume. Trust me, asubuhi ya leo kuna watu wanatunzwa na Bwana mwenyewe. Ni Mungu tu anayewasimamia. Kama ungefunguliwa madirisha ya nyumba za watu, yuko mwanamke unamuona yuko kwenye ndoa, lakini ukweli hatunzwi na mume wake. Amini hilo. Ndio maana kuna kitabu mniombee kikitoka utaona nimeandika kuna aina 4 za wajane. Nimeandika kwenye hicho kitabu kuna aina 4 za wajane. Aina ya kwanza ya mjane ni mtu aliyefiwa na mume wake, huyo ni mjane. Aina ya pili ya mjane ni mtu ambaye anaishi kwenye ndoa lakini hapewi matumizi na mume wake. Wewe mama ni mjane. Wakiuliza wajane wanyoshe mikono, na wewe nyosha. Mama unayejihudumia kwenye ndoa, nyosha tu mkono. Lakini namba 3, aina ya 3 ya wajane ni mtu aliye kwenye ndoa na hana muda wa mazungumzo na mwenzi wake. Amebanana, kazi zimewafunga, hawana muda wa story. Huyo naye ni mjane. Wakiuliza wajane, nyosha mkono. Aina ya 4 ya wajane ni mwanamke yote aliyeko kwenye ndoa, lakini no, sio kwenye ndoa. Ni mwanamke yote aliyezalishwa akakataliwa. Huyo naye ni mjane. Mungu anisaidie sana. Hicho kitabu kinakuja muda so mrefu kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo kuna watu hawatunzwi na watu wenzao, wanatunzwa na Mungu. Tupo sisi ambao ni Mungu tu ndiye anayetutunza. Tunanawili lakini hatuna fedha. Tunaishi vizuri, maisha yetu yananyoka, hatuna hela mkononi. Ni Bwana mwenyewe anayechipusha fimbo ya Musa kwa jina la Yesu. Na mimi nakuombea maisha yako asubuhi ya leo ni Mungu tu akayachipushe. Sio fedha, sio mshahara wako, sio ajira yako. Ni Mungu tu akayachipushe kama fimbo ya Musa. Jambo la 3 na la mwisho asubuhi ya leo. Fimbo ya Musa ilikuwa na jambo la kutufundisha. Ili hapa jambo la 3 kwamba maisha ya mwanadamu, ni kama nilikuwa nimeshaanza kulielezea. Maisha ya mwanadamu hayategemei uwezo wa Mungu. Hayategemei uwezo wa mwanadamu, bali uwezo wa Mungu. Sikiliza, maisha ya mwanadamu hayategemei mwanadamu mwenyewe, yanategemea Mungu. Hii fimbo ilikuwa imeshakatwa, imeshaharibiwa, lakini kachipuka. Nakupa tumaini asubuhi ya leo mpenzi msikilizaji wangu. Hata kama umekatwa kwenye ajira, hata kama umekatwa kwenye mahusiano, umetelekezwa, umetengwa, umeachwa kabisa, umemwagwa hapo kama takataka. Hata kama umekatwa, ndugu wamekutenga, wamekuacha, maisha yako hayako mikononi mwa huyo mwenzi. Maisha yako hayako mikononi mwa huyo mchumba. Maisha yako hayako mikononi mwa bosi wako. Maisha yako yako mikononi mwa Bwana. Mlilie katika maombi ya leo, mwambie Bwana, nisaidie nichipuke kwa jina la Yesu. Nisaidie nichipuke. Israeli kajue kwamba ni wewe unayeleta matunda, ni wewe unayeleta uhai. Ndani ya usiku mmoja, fimbo iliyokuwa kavu ilizaa majani, ilizaa maua, ilizaa na matunda. Na ninajaribu kujiuliza, inawezekanaje fimbo kavu inazaa majani, inazaa maua ndani ya usiku mmoja, ikazaa na matunda? Israeli yote wakayaona matunda. Mungu akusaidia asubuhi ya leo. Mambo yako yaliyokauka katika maisha yako, watu waliodhani wamekukata sasa ndio mwisho wako,
Maana kuna wakati watu wanajua kutumwaga, wanasema ngoja nimuone baada ya miezi miwili atanipigia magoti. Na kuambia kwa jina la Bwana hautampigia magoti, badala yake atakuona unachipuka, na kitamuuma moyoni kukuona status kwako unapendeza, picha zako zinazidi kunawiri, maisha yako yanazidi kuendelea, kwaya unaimba vizuri, maisha yako yanaendelea, kibanda, duka na kazi zinaendelea. Walitegemea utakufa kwa pressure. Katika jina la Bwana utachipuka. Kama ndio imani yako, fumba macho nami asubuhi ya leo, mwambie Bwana, nataka kuchipuka kama fimbo ya Haruni, na ikabaki kuwa kumbukumbu katika vizazi vyote. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, maisha yetu huenda yamekuwa makavu, maisha ya kiroho huenda yamekuwa makavu, maisha ya uchumi yamekuwa makavu, maisha ya mahusiano yamekuwa makavu, kazi zetu zimekuwa na ukavu, na watu wamecheka wakasema sasa ndio mwisho. Tafadhali fanya muujiza wa Haruni leo hii, na waliokuwa wamekata tamaa wainue muujiza wa Haruni wakachipue, na Israeli yote jue kuna Mungu anayechipusha fimbo zilizokauka. Israeli yote kajue kuna Mungu anayeinua fimbo zilizokauka. Fanya hicho kwa utukufu wako, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.